Ushindi mmoja tu wa DCP huko Olkalau umetikisa serikali ya Kenya kiasi hiki? Kwa nini viongozi kadhaa wa serikali wameamua kumjibu Rigathi Gachagua kwa kauli kali karibu kila siku? Na haya ni majibu ya kawaida ya kisiasa au ni ishara kwamba mapambano ya kuelekea mwaka 2027 tayari yameanza rasmi? Leo tutapitia mfululizo wa kauli zilizotikisa Kenya, kuanzia kwa Faruk Kibet, Kipchumba Murkomen, Kawaya hadi majibu ya Rigathi Gachagua mwenyewe. Hii ni simulizi ambayo imewaacha Wakenya wengi wakijiuliza nani anashinda vita hivi vya ujumbe. Karibu sana hapa Mizuka Media. Baada ya chama cha DCP kushinda uchaguzi mdogo wa Olkalau, badala ya mjadala kuishia kwenye matokeo, kilichofuata ni mlolongo wa kauli kali kutoka kwa viongozi mbalimbali wa upande wa serikali. Wengine walisema upinzani umeanza kushangilia ushindi mdogo kana kwamba tayari umeshinda uchaguzi mkuu. Wengine wakasema Mlima Kenya peke yake hauwezi kuamua urais, na wengine wakaamua kumjibu Rigathi Gachagua moja kwa moja. Lakini kauli hizi zina maana gani kisiasa? Twende hatua kwa hatua. Sisi walipata kitimoto pale Olkalau, wanaanza kufuria sisi ni kama wamepata ulimwengu yote. Shetani ashindwe ama asishindwe. Baada ya matokeo ya Olkalau kutangazwa, mmoja wa waliozungumziwa sana alikuwa Faruk Kibet. Katika hotuba yake, Faruk alisema kuwa viongozi wa upinzani wameanza kusherekea ushindi huo kana kwamba tayari wameshinda ulimwengu mzima. Aidha, aliwatuhumu wapinzani kwa siasa za ukabila, akisisitiza kuwa ushindi wa eneo moja haupaswi kutafsiri picha ya taifa zima. Kauli hiyo ilianza kusambaa kwa kasi mitandaoni, huku baadhi ya watu wakiunga mkono msimamo wake, wakati wengine wakisema ilikuwa ishara kwamba ushindi huo umeleta presha ndani ya serikali. Lakini huo ulikuwa mwanzo tu. Nyinyi hamtakubaliana na wale wa kabila, wale ambaye hawajielewi. Wale wakipata kitimoto wanaanza kutapikia sisi. Walipata kitimoto pale Olkalau, wanaanza kufuria sisi ni kama wamepata ulimwengu yote. Shetani ashindwe ama asishindwe. Waluya mnaambia hawa riswa ama sio riswa? Hao watu hata hawajui hapa Chevaiwa ni wapi. Wanajua hapa Chevaiwa kweli? Hawa wanajua vitina tu ya one term. Ambieni hapa ni two term. Hapa Chevaiwa ni nini? Hapa Lugari ni nini? Hapa niwawekee ile music nasema moyo wa Kenya. Mnasikia hiyo? Hiyo ni sawa ama si sawa? Na wakati mjadala wa Olkalau ukiendelea kushika kasi, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen naye aliingia kwenye mjadala kwa hoja tofauti kabisa. Murkomen alizungumzia mada iliyokuwa imeibuliwa na Rigathi Gachagua. Katika hotuba yake, Murkomen alisema amesikia madai kwamba Gachagua alidai kuwa kuna wanawake 68 waliodaiwa kubakwa na maafisa wa polisi wakati wa matukio ya Olkalau. Murkomen akamtaka Gachagua kuwasilisha ushahidi wa madai hayo na kuwapeleka wanawake hao mbele ya mamlaka husika ili uchunguzi ufanyike. Kauli hiyo ilizua mjadala mkubwa mitandaoni. Baadhi waliona ni wito wa kutaka ushahidi, huku wengine wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike kuhusu madai hayo. I heard Mr. Rigathi Gachagua saying he is in record of 68 women who were raped, and he says that they were raped by police officers. I want to dare Mr. Gachagua, if you are truly a father who has children, if you are a husband of a woman, you cannot play politics with 68 lives of women who are raped. If it is true that 68 women were raped, please take those names to the nearest police station. Let that be reported. We would like those people to be arrested. We are not going to condone any person being violated, let alone our women being violated, or gender-based violence of raping of women. Sio vizuri kwa Kenya mwanasiasa akitafuta kura kidogo anang'ang'ana kusema mambo ambayo yanaweza turu taifa letu. Kusema kwamba kulikuwa na ubakaji ya wamama 68 na huyo kiongozi ajaenda police station kuripoti ni aibu sana na ni chungu katika taifa letu. Kama yeye ako na watu ambao wamekuwa affected 68, awapeleke majina, pelekwe kwa police station, wale watu wa record statement. We will make sure that the courts take the severest punishment for any person who has committed. But if he is playing cheap politics, then I must tell Mr. Gachagua, even in your purported victory, you are a terrible loser, because even in that purported winning, you have lost by just using fictitious names of 68 raped women
to make a political statement, I want to tell you, you are a loser, and you are a forever loser by using women as your object of political gain. But if they are real women, he must present those women to be taken to report a statement, and all those who perpetrated those heinous acts must be taken to court. Please, let us be mindful of the things we say. This nation transcends. This is not the first election. Winning one seat does not make us become reckless in the statements we make. This is not the first election that has happened in Kenya. As Rais said, we have seen a lot of things, and we know a lot of things, and a lot are yet to happen. Let us be responsible as the people of Kenya. Lakini kabla mjadala huu haujatulia, mbunge wa Mwala Vincent Kawaya naye alitoa mfano ambao ulivutia wengi. Akimzungumzia Rigathi Gachagua, alisema ni kama kuku aliyepata kifaranga chake cha kwanza. Kwa maneno yake, kuku huyo hupiga kelele kila mahali baada ya kutoa yai moja tu. Kwa mfano huo, Kawaya alimaanisha kwamba ushindi wa Olkalau haupaswi kutafsiriwa kama ushindi wa taifa zima. Aidha, alisisitiza kuwa Mlima Kenya pekee hauwezi kuamua nani atakuwa rais wa Kenya. Kauli hiyo nayo iligawanya maoni ya wananchi. Nimeona majamaa wengine aswa yule Sutikombo anasherehekea huku kote, unaweza fikiria Jesus Christ has been born for the second time. Mtu anaruka huku kote. Nataka mchukue habari kwanza kwamba sisi wabunge ambao wako katika Kenya Kwanza na pia katika muungano wa sisi na ODM broad based, tuko na wabunge ambao wamechaguliwa zaidi ya 300 na tumetulia. Kuna watu kama Sutikombo ambao wanafanana na kuku. Ushaona kuku? Kuku inataka kama eka moja inapiga kelele mpaka dunia yote lazima ijue kuna mayai imetagwa. Na hiyo kama eka natoshana hivi, hata akawezi shibisha mtoto. Lakini pia kuna ng'ombe ambaye inakamuliwa, inalisha maziwa kijiji mzima na ng'ombe imenyamaza pole pole. Sasa sisi tuko na wabunge zaidi ya 300 na tumetulia, lakini mtu amepata kakiti moja, ana dunia yote anazunguka huku, anasema ati William Ruto sasa hayuko ho. Na je, ukipata wawili ama watatu itakuwa namna gani bana? Na mimi niseme hivi, ile uchaguzi ambayo imefanyika kule Olkalau, nataka msikize kwa makini. Katika ule uchaguzi ambao umefanyika kule Olkalau, William Ruto amemshinda yule DCP leader Sutikombo. Kwa nini? Yule candidate ambaye ameshinda saa hizi, alikuwa number 2 last general election. Na katika hiyo general election ya last time ya 2022, yeye mwenyewe bila anybody alipata kura 30,000. Yeye mwenyewe bila mtu yoyote alipata 30,000. Sasa amepata 3440. Kwa hivyo mtu ya Sutikombo amemuongeza 5440 peke yake. 5440. Na ile kura ambayo imepigiwa huyu candidate wetu hiyo 5450 ni kumaanisha kwamba DCP imeshindwa na kura 10. Kweli ama uongo? Si ameshindwa na kura 10. Kwa sababu yeye wewe huwezi amka ati useme ati ile kura imepigwa ati ni yako, na huyu candidate alikuwa amepigiwa kura peke yake bila wewe. Na hiyo haiwezi kusemekana ati William Ruto sasa ati amepoteza umaarufu. Utapotezaji umaarufu ukiwa na wabunge 300 kwa mtu ambaye yako na mbunge mmoja? Umeona ati anasema ati sijui Mlima imefanyika nini. Hiyo katika by election ambazo zote zimefanyika, we have won every other seat ya ile by election yote ambayo imefanyika except hiyo moja. Lakini mjadala haukuishia Mlima Kenya tu, ulihamia hata maeneo mengine ya nchi. Katika video nyingine, kiongozi mmoja kutoka eneo la North Eastern alisema viongozi wa eneo hilo wameamua msimamo wao kuhusu siasa za sasa. Kwa mujibu wake, hawako tayari kuhusishwa na siasa za DCP wala siasa za Rigathi Gachagua. Kauli hiyo ilionekana kama ujumbe wa kisiasa unaolenga kuonyesha kuwa si kila eneo nchini linafuata mkondo mmoja wa kisiasa. Anybody who is seen with Rigathi Gachagua or the so-called DCP is going to be considered as somebody who has eaten pork. We want everybody to make sure that they take advantage
of lifting of the vetting. We have not changed much. We want to request all the people of Mandera to ensure, and all the people of Northern Kenya, including the 5 counties, Tana River, Isiolo, Marsabit, even including Turkana, to make sure that as pastoralists, as Northerners, we show our numbers and we show it strong. And we want to tell people that we are very, very clear in terms of the direction this region is going. And our direction is to go with His Excellency William Samoei Ruto. We are not stammering about that. We are very straightforward about it. And as a community, especially the Muslim community, we have decided that anybody who is seen with Rigathi Gachagua or the so-called DCP is going to be considered as somebody who has eaten pork. Okay? Ni kama umekula nguruwe ukionekana karibu na Rigathi Gachagua. That one must be known. So qof Soomaaliya oo ninkaas lagu agarka qof doofaar cun amal aan ka soo qaadayna insha Allah. Laakiin danteena iyo future-keena waxay ku jirtaa William Ruto dowladiis. Marka 2 term 3 term waxay noqoto waa inaan garab istaagno. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Lakini wakati viongozi hao wakitoa kauli zao, Rigathi Gachagua naye hakukaa kimya. Katika video yake, Rigathi Gachagua alimjibu Kipchumba Murkomen kwa kuuliza maswali kadhaa. Miongoni mwa maswali aliyouliza ni kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa iwapo mtu yoyote, hata kama ni kiongozi wa juu, angehusishwa na makundi ya wahuni. Maswali yake yaliendelea kuongeza joto la mjadala mtandaoni, huku wafuasi wa pande zote wakijadili kwa nguvu. Nobody can take any action. Nimeona huyu waziri akisema ati tuende to report kwa authorities. Mimi nataka wewe waziri wa guns unijibu kama mtoto ya standard 4. Nikuulize tu, William Ruto akipaga guns waumize watu, where do we report him? Tutaenda kumshtaki wapi? Wewe Kipchumba Murkomen ukipatia Betty Maina pesa waende waumize watu wa Lukalau, where do we report you? Those policemen waliua watu wawili wa Lukalau, where do we report them? Do we report them to the other police or where do we report them? Wale waliasota kina mama, nimesikia ukisema tuambie hii akina mama atuwapige report. How do they report police to police? Wenye kuwaumiza ni polisi, wewe unataka waende wa report wapi? Ile vitambulisho mumepea foreigners, wewe na PS anaitwa Belio Kipsang, where do we report you? Ile passports mumeuzia watu ya RSF, international criminals, where do we report you? So the simple solution is that we are approaching anarchy, the state of nature, where people will take arms to protect themselves against government and government goons. Na mimi nikiona pahali tunaelekea, mimi it's my duty as a leader in this country to say even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with goons and rogue policemen, then ndio mkuje. We want to tell investors, foreign investors, between now and the next election, to stay away from this country. Last week, Chinese investors walikuwa pale Gong Road. Goons wameingia, wamewanyang'anya simu na saa na pesa na wameenda. So we are telling investors, we don't want you to be harmed here. Just stay a little bit longer, mngoje kidogo. We sort out this matter next year so that you can be safe in this country. Na nikimalizia niseme, sisi watu hapa Mlimani tutasaidia Wakenya wengine kurekebisha ile makosa tulifanya. We are to blame for the problems in this country. Sisi ndio tumechagua William Ruto, amehangaisha Wakenya. Sasa ni kazi yetu to mobilize our vote, tuongeze na Wakenya wengine, tusaidie Kenya kuikomboa. Ndio hii Kenya yetu isimame vile ambayo inatakikana.
Ogoni edia gicokia gatho andũ a Kĩrĩnyaga nĩ mũkenete nĩ andũ a Karau gũcokia gĩtĩo kĩa nyũmba itũ. Unajua ile shida tulipata sisi kama jamii, tulienda harusi na gari ya mtu mwingine, kufika kwa mtu akatuambia tushuke, akatuacha kwa mataa. Sasa tumejapanga, tuko na gari yetu inaitwa DCP ya kupanga mambo yetu ya kutengeneza serikali na kupanga maneno yetu hapo mbele. Na mimi siogopi nikisikiza wananchi hapa Mlimani, mtu yote anataka kiti ya gavana hapa Kirinyaga, senator, women rep, MP, MCA. Kwa hiyo ukitaka kuchaguliwa ujue gari yenu ya nyumbani ni gani. Chama ni DCP. Wewe hakuna mtu utaingia gari ya kwenda kwa jirani, unaingia gari ya kwenu. Na sisi mkinisaidia tupate wajumbe 100 ambaye ni watu loyal to the community and to the voters, will be okay. Todo thina uria tuonete munene muno ni akunyanĩria rũrĩrĩ arĩa matwendirie nda ciao magĩtiganĩria andũ aitũ. Kama sasa hapa Mwea mchele iko kwa store, Ruto ameagiza mchele 450,000 metric tons when our rice cannot be sold. Governor amekubali, ile mzee anaitwa Oburu amekubali, kwa sababu mchele natoka Ahero na hapa Mwea. Sasa huyu governor wa Igoro wamesikizana na Ruto, mchele iletwe imported, watu ya Mwea wakose pahali ya kuuza mchele yao. Kinachovutia hapa si ushindi wa Olkalau pekee, ni namna ushindi huo unaonekana kufungua ukurasa mpya wa vita vya maneno kati ya serikali na upinzani. Kwa upande mmoja, viongozi wa serikali wanaonyesha kwamba ushindi mmoja hauwezi kubadili siasa za taifa. Kwa upande mwingine, viongozi wa upinzani wanaona matokeo hayo kama ishara ya mwelekeo mpya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Swali kubwa linabaki, je, haya ni maneno ya kawaida ya kisiasa au tayari kampeni zimeanza mapema kuliko wengi walivyotarajia? Wewe unaonaje? Je, ushindi wa DCP huko Olkalau umepewa uzito mkubwa kuliko unavyostahili au naamini ndio mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini Kenya? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.